Kwa hivyo sasa tunasema herufi ya kwanza dha katika neno dhahaba au neno lolote ambalo ulilolipima, herufi ya mwanzo tunaita nini? Dha. Herufi ya mwanzo dha, hii tunasema ni sawasawa na fau, ni sawa na neno fau alkalima. Fau alkalima, hii herufi ya kwanza tunaita fau alkalima. Herufi ya pili ni ha. Hii ha kwa vile ni ya pili ambako iko sambamba na ain, hii tunaita ainul kalima. Ainul kalima. Na herufi ya tatu ambayo ni ba iko mkabala, iko sambamba na lam, kwa hivyo tunasema ba, hilo neno tunasema ni lam, ni lamul kalima. Ni lamul kalima. Kwa hivyo tunapopima maneno hayo, neno herufi ya kwanza ambayo iko sambamba na herufi ya mzani wako ambayo ni fa, tutaita faul kalima, kwamba hii herufi dha, hii ni faul kalima. Herufi ya pili ambayo iko sambamba na herufi ya mzani wako ain, hii herufi ya pili tutaita ainul kalima. Na herufi ya tatu ambayo ni ba ambayo iko sambamba na herufi ya mwisho ya mzani wako ambayo ni lam, kwa hiyo itaitwa ni lamul kalima. Sasa baada ya kuelewa hivyo, utakuja kujua kwamba neno faala neno faala lenyewe linakuwa ni almizan. Tunasema ni almizanu, kwa maana neno faala ni almizanu, kwa maana ni kipimo. Na lile neno lililopimwa ambayo ni dhahaba, ili neno tunaita almauzuna, kwa maana kilichofanya nini?